Matumaini yangu ni kwamba huu mweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshaitoa kwetu, nami naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema inahusu mfano halisi wa mpanzi. Mfano halisi wa mpanzi. Najua kwamba ndani ya Biblia za kisasa watasema kwamba mpanzi hapa kwamba ni huyu wanayeita Yesu, Yesu wa Nazareti, lakini tunajua kwamba huyu mhusika hajawahi kuwepo hata kidogo, na watasema kwamba yeye ndiye anayepanda hizo mbegu. Tutaenda kufunulia katika mafundisho haya, ndugu zangu, mfano halisi kabisa wa mpanzi. Mpanzi ni yule, tunajua mpanzi ni yule ambaye ataenda kupanda mbegu, na baada ya hapo mbegu ambazo atapanda lazima ziote, na kuota huko tutaenda kuona ni nini hasa. Na tunajua kwamba katika hali inayoonekana kuna aina mbalimbali ya wapanzi ambao wataenda kupanda mbegu zao, na watakapopanda lengo lao ni baadaye wapate mavuno, waingie katika shughuli za maisha, wajilishe, wajivike. Mambo kama hayo ni maisha ya kila wakati. Bali mpanzi ambaye tunaenda kuzungumzia hapa siku ya leo si mpanzi wa kawaida kama wapanzi wengine wanaoenda kupanda. Hapana, bali ni katika maana ya kinabii na maana ya kiroho zaidi, ili mwende kujua. Ndio maana ndugu zangu, tutaingia ndani ya kalata mbali, lakini pia tutagusia hata kalata ndimsi katika kitabu cha Kudumanimula sura yake ya 44 mstari wa kwanza hadi 4. Hapa tunajua kwamba ni Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli. Hapana huyu anayeita Yesu, Yesu wa Nazareti, huyo hajawahi kuwepo. Tunaongea kila wakati na hatuna woga, kwa sababu ni ukweli halisi. Maana Kristo wa kweli alikuwa mweusi, manabii wote walikuwa ni weusi, mitume wote walikuwa weusi, na taifa la Muumba ni la watu weusi. Huu ni uhalisia, ni ukweli ambao hakuna hata mmoja anaweza akayapinga, kwa sababu hata ndani ya Biblia za kisasa kuna vithibitisho vya kutosha. Sasa Jokisabe ambaye ni Kudumanimula atakuwa na umati wa watu na ataongea, atazungumza, kwa sababu yeye anapozungumza watu wanakuja. Yeye anaponena, kwa sababu ana maarifa ya hali ya juu, kila mmoja anapenda kumsikiliza ili apate kuelewa, apate kujua kile ambacho ataenda kukifunua. Na ndivyo ilivyo hata kwa wakati huu ambapo tunaye mzaliwa wa pili. Wakati anapozungumza hautaki kuondoka, hawezi ukataka amalize, unapenda kusikia kile ambacho ataendelea kuongea, kwa sababu ni maarifa ya hali ya juu. Kwa hiyo ndio maana hapa katika Kudumanimula sura yake 44 mstari wa kwanza hadi 4 inasema, baadaye Jokisabe akaenda kuketi kando ya ziwa. Umati mkubwa wa watu wasioanzishwa ulipomzunguka, alipanda mtumbwi na kuketi. Umati wote ulisimama ufukweni. Kwa hiyo Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli, historia hii ilitendeka katika bara letu kipenzi ambalo wataita Afrika, ambaye ni Wasimu Nyele, wakati ambapo Jokisabe alipoona umati wa watu, na wanawaambia hapa ni watu wasioanzishwa, yaani ni wasioanzishwa, kwa sababu wasioanzishwa ni watu weusi. Kuna tofauti kati ya wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko. Kwa hiyo kwa sababu Kristo wa kweli ambaye ni Jokisabe alikuja kwa ajili ya watu weusi peke yake, na ndio maana watasema kwamba alikuja kwa ajili ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hapana, alikuja kwa ajili ya watu weusi peke yake, na kuna sababu na mafundisho yapo. Kwa nini? Sio swala la ubaguzi, bali ni uhalisia wa namna mambo yalivyokuwa toka hapo awali. Jokisabe yeye alikuwa ni mtu kama jinsi nilivyosema, aliyekuwa akiwavutia watu wengi kutokana na maneno yake, kutokana na hekima na busara na maarifa aliyokuwa nayo, na hivyo atakapoketi lazima umati mkubwa wa wasioanzishwa wa watu utakuja kumzunguka ili upate kusikia. Akazungumza nao kwa mifano kuhusu mambo mengi, akisema kuna nukta mbili. Ndio maana tunaingia katika kipengele cha kwanza ambacho kinahusu mpanzi. Mpanzi, na hiyo emu ni emu kubwa, kwa sababu ni mpanzi, si mpanzi wa kawaida kama gisi watu wengine wanaweza wakafikiri. Mstari wa 4 nasema musaidi. Musaidi maana yake ndio mpanzi katika lugha ya kwanza kabisa ya asili, ambayo ni Dwala ya zamani ya kale. Wanasema msaidi, musaidi, yani mpanzi mmoja
alitoka kwenda kupanda. Tunasimama kwanza hapa, halafu tunaingia ndani. Hapa moja kwa moja wanaanza kutuonyesha kwamba ni mpanzi mmoja. Wanaposema kwamba kuna mpanzi mmoja, kwa sababu kuna wapanzi wengi, lakini huyu ni mwingine ambaye yuko tofauti na wapanzi wengine. Ni nani ambaye ni mpanzi anayeongelewa hapa, na alitoka ili kwenda kupanda kitu gani, na alitakiwa kukipanda hicho kitu wapi? Haya ndio maswali ambayo ni muhimu. Tunajua ataenda kupanda mbegu, hilo tumeshajua. Wapi? Katika udongo. Sasa ni nini kitakachowakilisha huo udongo, na hiyo mbegu, aidha kile ambacho kitatokea baada ya kupanda ni kitu gani ambacho kitatendeka, aidha ni nini kitawakilisha? Tutaenda kufika hapo. Alipokuwa akipanda, baadhi ya mbegu zilianguka njiani, kuna mkato. Kwa hiyo mpanzi alipokuwa akipanda mbegu zake, wanawambia kwamba kuna mbegu zilizoanguka njiani, ndege, halafu kuna mabano, demon za kidini, wakaja wakazila. Kwa hiyo hapa wanawambia kwamba mpanzi huyo atakuwa katika njia yake na ataanza kupanda mbegu alizokuwa nazo, na wakati wa kupanda mbegu hizo, baadhi ya mbegu alizokuwa nazo zilianguka njiani, na ndege sasa nao pia wataanza kula hizo mbegu zilizoanguka njiani. Huu ni mfano. Kwa hiyo wanaongea, Jokisabe anaongea na wasioanzishwa katika mfano, katika fumbo, bali wao hawawezi wakapenya zaidi sana. Sisi tumesikia amesema kwamba ndege walikuja wakaanza kula hizo mbegu ambazo zilianguka juu, yani zilizoanguka njiani. Wao walio pale wasioanzishwa wataona picha tu ya ndege ambayo inakuja na inakula alafu inaenda, lakini sisi katika siri tunakuja kuelezwa kwamba hizo ndege hizo zitawakilisha demon za kidini ambazo zitakuja kuondoa hiyo mbegu, aweza kuziondoa hizo mbegu katika huu udongo ambao tayari ulikuwa umeshapokea hizo mbegu. Kwa hiyo ndio maana mnatakiwa kuelewa kwamba Jokisabe anapotoa mfano, ndugu zangu, yeye haundi mfano. Hapana, sio kama huyu watakayeita Yesu ambaye ataunda mifano ambayo haina mbele wala nyuma. Mtaniuliza kwamba mfano gani ambao waliunda ambao hauna mbele hauna nyuma? Mfano kama vile wa Luka 16 ambapo atasema tajiri, masikini, Lazaro na tajiri, kwamba tajiri alifariki, halafu huko akaanza kulia akiwa huko sijui kuzimu, anaungua, anaongea mambo kama hayo. Huo ni mfano ambao hauna hata mbele wala nyuma, ni kitu ambacho alibuni tu, hata yeye mwenyewe hajui ni nini. Haya mafundisho tumeshayatoa na kuonyesha, kuuliza ubaya wa huyo tajiri ulikuwa kitu gani. Lakini hapa ni Jokisabe anayetoa mfano, na anapotoa mfano sio kwamba ni kitu ambacho anahunda. Anaweza akatumia taswira ya mambo ambayo wewe unayajua, lakini ni kitu ambacho kipo, lakini atatumia tu yale mambo ambayo wewe unajua, ili baadaye aje akuletee mafundisho kuhusiana na hiyo taswira ya hayo mambo ambayo ameyagusia. Sasa tutawapa sasa utambulisho wa mpanzi. Yes, tutawapa sasa utambulisho wa mpanzi ni nani. Najua nyote hapa tayari umeshasema mpanzi ni Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli, hatujakataa, ila tutaenda katika upande mwingine uliofichika, ambao walio wengi hawawezi wakapenya, walio wengi hawawezi wakauona, hawawezi wakaujua, ili tuende kuonyesha upande mwingine, kuonyesha mpanzi alikuwa nani. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Roho wa Mwisho Kuumbwa Kati ya Roho za Agizo Kula Vitu, sura yake ya kwanza mstari wa 32. Inasema hivi: moto kwa hivyo alipaswa kubaki katika hali ya mpanzi. Tunasimama hapa alafu tunaingia ndani. Kwa hiyo katika maana iliyofichika, kaka zangu, dada zangu, mpanzi huyo atawakilisha pia moto yaani mtu wa kwanza mweusi aliyedhihirishwa katika hali hii inayoonekana, ili kukamilisha, ili kueneza, ili kudhihirisha hesabu inayojulikana.
na hiyo hesabu itatokana na watoto wake, na ili kwamba hiyo hesabu ipate kuenea, lazima aanze kupanda, lazima mbegu ingie. Sasa hiyo mbegu itaingia wapi ili kwamba uzao upate kutokea? Tunaingia kiundani. Moto kwa hivyo alipaswa kubaki katika hali ya mpanzi na ile ya mbegu, na sio nguvu ya ajabu inayodhihirisha mpanzi na mbegu. Maana yake ni nini? Kwa hiyo moto ambaye ni mtu wa kwanza mweusi kabisa kuumbwa katika hali hii inayoonekana ni mpanzi huyo anayetoka, yani yeye, kwa sababu tunajua anatoka wapi. Anatoka katika agizo kuu la vitu. Moto ni roho wa mwisho kuumbwa. Sasa anatoka katika agizo kuu la vitu, akavua uweza wake kama mpanzi, na wakati anapotembea sasa, alipofika anaanza kutembea sasa. Huu ni uanzishwaji ambao tunaweza tukaona mbegu zitaanguka katika njia. Maana yake ni kitu gani? Tutawafunulia pia njia hiyo ni nini na mbegu hizo ni nini hasa, ingawa yeye tena moto ndiye mbegu. Yeye ni mpanzi, tena yeye ni mbegu. Moto kwa hivyo alipaswa kubaki katika hali ya mpanzi na ile ya mbegu, na sio nguvu ya ajabu inayodhihirisha mpanzi na mbegu. Ndio maana tunaenda katika roho wa mwisho kuumbwa kati ya roho za agizo kuu la vitu, sura yake ya kwanza mstari wa 44. Alikuwa na umbo nzuri sana. Hapo wanaongelea sasa Muto ambaye ni mke wake, mwanamke wa kwanza mweusi kuumbwa katika hali hii inayoonekana. Hapana huyu watakayeita Eva, aiza Hawa, aiza Hawati. No, mwanamke wa kwanza kuumbwa katika hali inayoonekana alikuwa ni mweusi na jina lake ni Muto. Maana yake ni mwanamke, ndio maana ya jina lake. Kwa hiyo alikuwa na umbo nzuri sana. Kuna mabano sasa watatuelezea maana ya kuwa na umbo nzuri, kwamba iliyochongwa, yani umbo lililochongwa kwa ajili ya umbo la mbegu. Mnaona eh? Na urembo wa kuvutia, kuna mabano wa kutamanika kwa mpanzi, na wa kuvutia tena kuna mabano kuleta hamu. Mnasikia? Yani hivi ndivyo mwanamke alivyotengenezwa katika lengo kwamba mpanzi aende kupanda mbegu. Kwa hiyo Muto yeye ndiye atakayewakilisha udongo ambao utapokea mbegu kutoka kwa mpanzi, na hiyo mbegu ni moto na mpanzi ni moto, lakini udongo ambao unatakiwa kupokea mbegu hiyo ndiye mwanamke ambaye ataitwa nani? Muto. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Kwa hiyo sasa anapopanda mbegu, wanawambia kwamba kuna baadhi zinaanguka njiani na ndege hao watakuja kuzichukua na kuzila. Maana yake ni taswira ambayo Jokisabe alikuwa ameitoa, ingawa mpanzi pia kweli kweli atawakilisha Jokisabe, ila yeye atawakilisha mpanzi katika hali hii inayoonekana, ambaye ataleta neno la ukombozi kama tunavyoliona kwa wakati huu kupitia mzaliwa wa pili, na mbegu itaanguka kwenye njia mbalimbali. Yani ina maana kwamba hilo, yani neno atakalolileta litaenda, yani walio wengi watapokea mafundisho, yani haya mafundisho ambayo ni mbegu yataingia kwa baadhi ya watu, katika kila aina ya watu, na kila mmoja atakuwa na hali yake aliyonayo kwanza kabla ya kupokea neno. Sijui kama unaelewa vizuri, lakini katika mfano huu kuna upande mwingine ambao tumeona ambao utawakilisha moto mwenyewe. Mnaona, ndio maana nikasema kwamba ni pia moto, ni upande uliofichika, lakini unaonekana tunaona Jokisabe, lakini hapa tuko kiundani zaidi sana, ili mwende kupenya ni nini hasa mfano huu ambao Jokisabe aliuleta. Mwisho tunaenda kwenye nani, roho wa mwisho kuumbwa kati ya roho za agizo kuu la vitu, mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 47 hadi 49. Nasema alikuwa na macho ya kuvutia. Yani hapa ni mwanamke ndiye anayeongelewa, Muto, yaliyofunguliwa, yani kuna mabano yaliyofunguliwa kwa udhibitisho wa kuona mpanzi, tunafunga mabano. Kwa hiyo Muto mwanamke pia yeye atawakilisha kipindi hicho cha njiani, yani ili wakati mtu unapokuwa katika safari, yani hata pia mwanamke atawakilisha hivyo, na hata uzao wake pia utawakilisha hivyo. Hapo tutafika. Moto alitiishwa naye, kuna mabano, aliinama kulima udongo. Mnasikia gisi mambo yalivyo, gisi wanavyotuelezea kuhusiana na kile ambacho kinaongelewa. Sasa tujiulize swali, ndugu zangu, mpanzi huyo anapopanda
Namna gani tena mbegu itaanguka katika sehemu ambayo si nzuri, tunaweza tukasema akiwa njiani? Maana kikawaida tunajua kwamba anatakiwa kuwa makini wakati anapopanda mbegu zake. Sasa namna gani zingine zitaenda kuanguka tena? Je, alikuwa amedhubaa au ilikuwa kitu gani? Hapana, kuanguka huko hizo mbegu akiwa yani njiani, maana yake nini? Tutaenda kuyaona hapa baadaye, mtaenda kuelewa ni nini maana yake. Kwa hiyo tunaendelea kusoma kwenye 49. Yeye kwa upande wake pia alitihishwa na moto, kuna mabano, udongo unakubali kupandwa na mpanzi. Kwa hiyo mwanamke naye pia akamfurahia moto, yaani udongo unakubali kwamba yes, mbegu inaweza ikaingia sasa ndani ya udongo, hakuna tatizo. Kipengele cha kwanza tunaona sasa hapa, tunaongelea kuhusiana na demon za kidini. Lakini kipengele cha pili, kwa sababu cha kwanza ilikuwa ni mpanzi, demon za kidini. Huduma Neno la sura yake 44 mstari wa 4 inasema, Musaidi ambaye ni mpanzi mmoja alitoka kwenda kupanda. Alipokuwa akipanda, baadhi ya mbegu zilianguka njiani. Ndege, kuna mabano, ndege, demon za kidini wakaja wakazila. Kwa nini haya mambo? Kwa sababu tunajua kwamba hapa ni neno ambalo linatolewa, aidha hapa ni watoto siri itakuja baadaye. Ndio maana tunaenda kwenye kitabu cha Bebotedi ambacho wataita Mwanzo sura yake ya 15 mstari wa 73, inasema shetani mdema bobero mbaya analenga kuanzisha jamii ambamo serikali zinatumiwa na mamlaka ya demoni za kidini za daraja la juu, ambayo italazimika kuwa na dini na mwokozi wa kipekee ili kulazimisha ibada ya kipekee dhidi ya watu weusi. Mnaelewa hapo? Tuko katika Bebotedi kitabu cha Mwanzo sura yake ya 15 mstari wa 73. Kwa hiyo mfano ambao Jokisab aliutoa ulihusu watu weusi na sio watu wengine, aidha sio kabila zingine za rangi zingine. Na katika njia, katika upande mwingine, wanapokuwa katika njia ili kupanda, ni aina kadhaa za hali ya watu wa taifa, ni hali za watu weusi katika kuenenda katika maisha yao ya kila siku, kwa sababu baadhi, kutokana na matatizo ambayo watakumbana nayo, hawataweza kuzaa matunda ambayo ni mazuri, watasongwa. Na hapa tayari tumeshaanza kuona demon za kidini. Tutaenda polepole. Shetani mudima bobero mbaya analenga kuanzisha jamii ambamo serikali zinatumiwa na mamlaka ya demoni za kidini za daraja la juu, ambayo italazimika, hiyo serikali italazimika kuwa na dini na mwokozi wa kipekee ili kulazimisha ibada ya kipekee dhidi ya watu weusi. Ndio maana mnaona njama dhidi ya watu weusi, iwe katika siasa, katika hizo dini zao na kadhalika. Kila sehemu unakuja kuona kwamba wanamshika mtu mweusi ili asipate kuondoka katika usingizi wake. Yaani wanahakikisha kwamba mtu mweusi analala, na wanaleta hizo dini za kila aina, na wanaibuka tu wale watakaoita manabii au mimi ni mchungaji au anaongea hivi. Lengo ni nini? Ni kwamba watu weusi wazidi kukaa hivyo, ili kwamba wasiwe udongo mzuri. Ile ndio lengo la shetani mlima bombe. Ni yeye chanzo cha hizo dini zote, kwa sababu dini zilianza wakati fulani. Mnaelewa, dini hazikuwepo katika uhalisia, katika maisha ya mtu mweusi. Dini ni kufuru, dini ni kifo cha kiroho. Dini haiwezi kukufanya uokolewe hata kidogo, kwa sababu dini imewekwa kwanza katika inayoonekana ni wanadamu waliozirisha dini, lakini upande uliofichika ni shetani aliye nyuma, ili kwamba dini zipate kuwepo, na lengo ni moja, sio mbili, ni kumweka mtu mweusi katika huu ujinga, asiondokane hata kidogo, yaani abaki humo, afie humo, na baadaye wakati wa mwisho aende kwenye hukumu. Hilo ndio lengo na sababu maalum kwa nini hizo dini zote katika dunia zimo. Nyote mnaona mambo yanayotendeka katika hizo dini ni kufuru za ajabu, kwa sababu hakuna ukweli ndani yake. Dini zote ni za uongo. Nasema imani zote, tofauti na imani hili ambalo mnalisikia kila wakati, hakuna wokovu sehemu zote, inasema. Kwa hiyo ndio maana
lengo litakuwa hilo la kusimamisha kwamba hizo dini zipate kuja, mtu mweusi asipate kuwa mtu mzuri, yaani awe mtu ambaye amelala, mtu ambaye anafanya mambo ambayo si mazuri na afariki ili aende kwenye hukumu. Kwa hiyo mtaanza kuelewa kwa nini tumechukua andiko hili, na huu ndio yani mtaana, yani hapa ndio tunaweza tukasema ndio chimbuko la mfano wa mpanzi. Wapi hilo chimbuko limetokea? Ndio maana nikasema kwamba Jokis anapotoa mfano haundi kitu. Ndio maana ndani ya Bebotedi ambayo ni Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza inasema, walakini joka kubwa zaidi na lenye nguvu zaidi na pia lililo na nuru zaidi, kuna mabano Illuminati, tunafunga mabano, la nyoka dragoni za nchi kavu na kati ya viumbe vyote vilivyo hai vya udongo na eneo la globu, ambavyo loba kwa udhihirisho mapenzi yake alikuwa ametengeneza. Alipokea huyo nyoka za joka za dragoni fundisho la hiari kutoka kwa shetani mlima bube roho mbaya, ili kuzuru moto na muto. Shetani mlima bube roho mbaya aliingia katika joka kubwa dragoni na akawa kitu kimoja naye, akawa kitu kimoja naye. Kwa hiyo ikiwa mnataka kuelewa, nyoka huyo ambaye ni dragoni ambaye alimdanganya mwanamke ni mmoja kati ya mababu wa tawi la baadhi ya demon za kidini. Hivyo mnaelewa namna gani? Tunajua kwamba ni malaika walioanguka wa utaratibu wa tatu waliokuja kutembea na baadhi ya mamalia wanyama katika hali inayoonekana, na demon zikatokea, demon zikazaliwa tuseme. Ingawa siku ya leo katika mafundisho haya hatutawafunulia mambo yote hapa kwa sababu kuna kipindi ambacho kitakuja, lakini nyoka huyo ambaye ni nyoka aliyemdanganya mwanamke, nyoka dragon, alikuwa na uzao, alipata uzao pia. Yes, alikuwa na uzao. Ndio maana Mutatedi ni roho anayewaanzisha, anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa wakati wa kutoa hukumu dhidi ya shetani mlima bobe, na wakati alipoongelea kuhusiana na mto, akaongelea pia kuhusiana na nyoka huyo dragoni. Aliongelea pia kuhusiana na uzao wa nyoka huyo dragoni, kwamba uzao wake utamponda aweza kumkanyaga kisigino uzao wa mwanamke, lakini uzao wa mwanamke utamponda kichwa. Sijui kama naelewa hili. Kwa hiyo alionyesha kwamba kwelikweli nyoka huyo dragon atakuwa na uzao pia, atakuwa na wanaye, atakuwa na watoto pia. Sasa hapa tunapenda kuwaeleza kwamba ni sehemu moja ya uzao wake huyu nyoka aliyemdanganya mwanamke, sehemu moja ya wazawa wake ililala na abamu luma bungula na malaika walioanguka wa daraja la 3 na kukazaliwa baadhi ya demon za kidini. Sio kama unaelewa sasa vizuri. Kwa hiyo lengo la shetani mdiba bobe sio tu kutaka kumzuru, aweza kuzuru mpanzi, bali pia kuzuru mbegu. Kwa hiyo msingi kwanza aliyotaka kuleta ni kuingiza miiba, mawe, kusonga mbegu ili mbegu isipate kufanya nini? Kuzaa. Hivyo tu, na mbegu tayari umeshaanza kujua. Ndio maana tukasoma, walakini joka kubwa zaidi na lenye nguvu zaidi na pia lililo na nuru zaidi, kuna mabano Illuminati, la nyoka dragoni za nchi kavu na kati ya viumbe vyote vilivyo hai vya udongo na eneo la globu, ambavyo loba kwa udhihirisho wa mapenzi yake alikuwa ametengeneza. Alipokea fundisho la hiari kutoka kwa shetani mlima bobe roho mbaya, ili kuzuru moto na muto. Shetani mlima bobe roho mbaya aliingia katika joka kubwa dragon na akawa kitu kimoja naye. Ndio maana kitabu cha Kutoka Bebusidi ndani ya Biblia kala tambale sura ya 6 mstari wa 4 inasema, waganga wote, wachawe, wapiga ramli, wanajimu, makuani, wahonaji, walozi walihita kupitia uchawi kwa msaada wa vijiti vyao wingi wa demoni za kivita pamoja na dimuti
majeshi, yani jin za majini, na demon reptilia, yani demon za kidini kuna mabano, katika umbo la dragon. Nafikiri hapa mnajua ni historia wakati ambapo Busi alipopewa mamlaka ya kwenda kupambana na ile demon ya kwanza kabisa kuwepo, ambayo ilikuwa imeweka watu weusi katika utumwa wa kiroho. Sasa kuna wachawi ambao walikuwa zidi ya taifa, nao pia wao wakaanza kuhita kupitia njia ya uchawi, kuita demon ambazo zije kupambana, ili kwamba watu weusi bado wazidi kukaa katika ujinga, katika utawala wa shetani Mlima Bobi. Lakini haya mafundisho pia yameshatokea. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Bele ambayo wataita Yeremia sura ya kwanza mstari wa 86, inasema ni bure kwamba kalamu ya uongo ya wasioanzishwa wahasi ya wazungu na damu na ya damu mchanganyiko, kuna metisi, imeanza kufanya kazi chini ya uvuvio wa demoni za kidini za daraja la juu. Unaona? Kwa hiyo haya mambo yote ndani ya Biblia, hata kitabu cha Yeremia 8:8 ndani ya Biblia za kisasa wanasema namna gani? Mnasemaje kwamba mna akili na waandishi wa Torati wamefanya Torati kuwa uongo? Sasa tunaposema Biblia ni uongo, Biblia ni neno la Mungu, hata ndani yenu ya Biblia yenyewe imesema hivyo. Sasa sisi tuseme kitu gani? Yeremia sura ya 8 mstari wa 8 inasema hivi, mtasemaje kwamba nyinyi mna akili, kwamba mna busara, kwamba nyinyi mna maarifa, wakati waandishi wa Torati, na Torati ni kitu gani? Si ni agano la kale, aiza Torati vile vitabu sijui vitano ambavyo mnaitaita, wamefanya kuwa uongo. Sasa nani ndio wamefanya kuwa uongo? Ni waandishi. Kwa hiyo waandishi walioandika Biblia hawakuongozwa na Roho Mtakatifu hata kidogo, kwa sababu ni wanadini, walikuwa ni wajanja, wanapenda kuandika mambo yao ili kuja kuweka watu weusi katika utumwa. Hatuko hapo. Ndio maana kipengele cha 3 sasa ni kuhusu demoni za kivita. Demon za kivita, tumeona demoni za kidini jinsi zinavyofanya. Kudumanemu la sura yake 44 mstari wa 5 nasema sehemu nyingine ilianguka maeneo yenye mawe, kuna mabano, demon za kivita, ambapo hapakuwa na udongo mwingi, ilibaki juu ya uso kwa sababu haikupata udongo wenye kina kirefu, lakini miale ya jua ilipotokea iliteketezwa na kukahuka kwa ukosefu wa mizizi. Unaona? Kwa hiyo wanawaambia kwamba kuna demoni za kivita pia, ambapo mpanzi ambaye ni moto atapanda mbegu, na hiyo mbegu itangukia kwenye njia, itangukia njiani. Sasa kuanguka kwenye njia itawakilisha nini? Yaani kwenye njia ambapo anapita, yaani hiyo njia itawakilisha uzao wake moto katika kila mzunguko. Hadi muda huu ni watoto wa moto tu sote, watu weusi wote ni watoto wa moto. Kwa hiyo itawakilisha njia, yaani yuko katika njia, ameshaacha watoto wake, anaendelea kuzaa hadi muda huu. Sasa ni hali sasa ya watoto wao wa moto ambao watakuwa nayo katika maisha yao ya kila siku. Sikilizeni kwa makini, maana baadhi ya watoto wa moto watapita katika mashambulizi kutokana na demoni za kidini ambazo tumeona. Wengine watapata mashambulizi kutoka kwenye demoni hizo za kivita ambazo tunaongelea kwa sasa hivi na kadhalika, kwa sababu kuna aina mbalimbali za demoni ambazo zitasonga uzao wa moto, na hivyo kulingana na hali yao ya kiroho. Sasa baadhi wataelemewa, wengine watakuwa afadhali, itategemea na kila mmoja, na hata pia kuhusiana na sheria za maadili. Ndio maana kitabu cha Mukaised, yani Waamuzi sura ya 16 mstari wa 78, hapa wanaongelea wakati wa Esombewe ambayo wataita Samson. Menguma madiba, yani nguva za majini, wataalamu katika sanaa ya upotoshaji ziliwahita demon za kivita zilizomkamata na kuufunga utu wake gizani, ukiwa umebebeshwa minyororo ya mafumbo katika gereza la utu wake wa ndani. Kwa hiyo ndugu zangu, demoni za kivita hakika zinapokuja kupambana nasi, lengo la ni moja tu, wana lengo moja, ni kung'oa watu kabisa katika mizizi yote. Ndio maana wakati walipoleta dini hizo wanazosema kwamba zimefunuliwa, kulikuwa na aina kadhaa za demoni, kwa sababu demoni za kidini ndizo ambazo zitakuja, ziko nyuma ya hizo dini zote, ndizo zitaleta mafundisho hayo yote ambayo mnayaona, ambayo ni mafundisho ya uongo tu, hakuna mambo ya kiroho ndani yake. Na mnapoenda kwenye siasa, ni hizo demoni za kidini ndizo ziko nyuma ya siasa, kwa sababu ndio maana huwezi ukatenga kanisa, hizo dini
na siasa huwezi ukatenga hata kidogo, na ndio maana hata katika siasa wanatumia Biblia ili kuwapa, mnaona, hivi na hivi. Kwa hiyo wako kitu kimoja, kwa sababu demoni za kidini na demoni za kivita zinafanya kazi pamoja. Sikilizeni kwa makini. Kwa hiyo hizo demoni za kidini ambazo zipo nyuma ya dini zote, wao watavuvia uongo, watavuvia mafunuo ya uongo, unabii wa uongo, mafundisho ya uongo. Nikasema pamoja na siasa. Katika siasa ni hizo demoni tu za kidini ambazo zinafanya kazi. Alafu pia sasa wanasindikizwa na demoni za kivita. Namna gani? Ambazo zitaingiza woga katika watu, kwa sababu wanapoleta dini wanakuambia fanya hivi, tunaleta hili na hili na hili. Ukikataa, sikiliza kwa makini, ukikataa kwamba mimi sitaki hiyo dini, mama mimi sitaki, kwa hiyo wanaleta vitisho sasa ili kukuangamiza, na hapo ndipo demoni za kivita zinaingia katika kazi. Hivyo ndivyo walivyofanya wazee wetu ili kwamba hizi dini ziwepo. Walikuja walifanya hivyo, waliwalazimisha wazee wetu kukubali hizo takataka ambazo sasa hivi watu weusi wanaona kwamba wamefika mbinguni. Hizo takataka ambazo zilifanya kwamba wazee wetu wafariki, yani ni kutusi tena wazee wetu ambao walipambana, kwa sababu kuna wengine ambao walipambana, walikataa hizo dini, wakauawa pale pale, kwa sababu ni hizo demoni ziko pamoja nao. Unapokataa wanakuletea, na ndio maana utakuta dini hata kwa wakati huu kuna mauaji, wanapigana, wanauana, wanalazimisha mtu ampende Mungu. Umeshaona wapi? Unalazimishwa kwamba ufunge ili kwamba Mungu nani, usipo nani lazima hakuna hiari, hakuna uhuru. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo hizo ni dini za wakoloni ambazo walileta, na wanajua ni nini wanachokifanya. Kwa hiyo ni demoni ambazo ni za kidini, lakini pia demoni za kivita, kwa sababu lazima watatisha watu. Hilo mnatakiwa kulelewa. Lakini pia kuna nguvu za majini ambazo ziko pale kwa ajili ya mambo ya uasherati, mambo kama hayo na mengine, yani zinafanya kazi, utakuja zote pamoja. Ndio maana kitabu cha Byalabamunya 17:14 yasema kuanzisha ugomvi ni kufungua mlango kwa demoni za kivita. Kabla mabishano hayajawa moto, jiondoe. Kwa hiyo ndio maana mtaona katika nchi zote ugomvi, yani kuna mijadala, wengine wanapigana, mambo kama hayo. Ni kwa sababu demoni za kivita zipo nyuma ya haya yote ambayo mnayoyaona wanayoyafanya katika dunia. Ndio maana kitabu cha Kudumanemu la sura yake 43 mstari wa 22 hadi 24 inasema, wakati demoni inapofukuzwa kutoka kwa mtu, huenda na kuja mahali pa jangwa, kuna mabano, miongoni mwa watu wasiotembea kulingana na neno, tunafunga mabano, kwa sababu esoma mudima bobe, yani demon katika umbo la punda, bebanda mbodima mudima bobe, yani satyrs, yani demon katika umbo la mbuzi aiza beberu, na menguma madiba, yani nguva za majini, na kutokana kwamba amekosa nafasi kwa ajili yake anajisemeza. Kuna nukta mbili. Kwa hiyo hapa Jokisabe anaongelea mtu ambaye alikuwa amepagawa wakati fulani, halafu akakombolewa. Sasa demoni hiyo itaenda katika mahali ambapo ni jangwa, yaani miongoni mwa watu wasiotembea kulingana na neno la lugha. Sasa inapokuja itakuja kukuta kwamba kuna demoni zingine tayari zimeshatulia katika hiyo miili, na demoni haiwezi kaingia katika mwili ambapo demoni zingine tayari zimeshakuwa pale. Kwa hiyo anatakiwa atafute sehemu nyingine, yeye mwenyewe aende kupagaa. Sasa huyo mtu ambaye hiyo demoni ilitoka ndani mwake, hiyo demoni itarejea tena kwa yule mtu, aende kuangalia labda atapata njia. Sasa atakuja kuona huyu mtu yuko katika hali ambayo ni nzuri. Hali ni nzuri, maana yake ni nini? Ina maana kwamba ule mlango ambao ulimfanya kwamba yeye aondokane nao hadi muda huu ameufunga, lakini sio kwamba ameufunga kwamba yuko katika ukweli. No, yeye ni mtu asianzishwa tu, lakini kulingana na maadili, sheria za maadili, kuna milango mingine ambayo mtu anaweza akafunga bila hata yeye kujua. Muelewe vizuri. Sasa ili kwamba sasa apate kurudi katika sehemu yake, kwa sababu ameoshaona kwamba hapa hakuna jinsi, hakuna namna, hata nifanye nini, hata nifanye nipate msaada kutoka kwa kina nani. Ndio maana tutawaonyesha demoni sasa ambazo zitakuja. Nitarudi kwenye makao yangu, kuna mabano, nitammiliki mtu huyu tena, tunafunga mabano, nilikotoka. Alipofika alimkuta katika hali nzuri na tupu, yani bila neno ndani yake, yani hana neno, lakini ule mlango ulikuwa umefungwa. Sasa hawezi akaingia tu hivi hivi.
Maana yake mtu huyo bila neno, kutokana na sheria ya maadili kama jinsi nilivyosema, mlango ulijifunga, lakini hana neno ndani mwake. Sasa demon itaenda kutafuta wengine ili wakuje kumsaidia, basi ataenda kutafuta demoni zingine 7 wahovu zaidi, kuna mabano, zenye nguvu kuliko yeye mwenyewe, kuna mabano, demoni za kivita za daraja la juu. Mnaona eh? Kwa hiyo hizo ndio demoni ambazo zinaenda kuchukuliwa, yani anaenda kuomba msaada ili kwamba wapate kubomoa, kuingia huyo mtu. Kwa hiyo ni demoni hizo 7 ni demoni za kivita. Zinaingia na kukaa ndani ya nyumba. Baada ya hayo, mtu huyo yuko katika hali mbaya zaidi kuliko mwanzoni. Naam, ndivyo itakavyowapata watu wabaya wa leo. Kipengele cha 4, demoni za utajiri wa hali inayoonekana. Kudumanemu sura yake 44 mstari wa 6. Sehemu nyingine ilianguka kati ya miiba, kuna mabano, demoni za utajiri wa hali inayoonekana. Miiba hiyo ikapanda na kuisonga. Kwa hiyo ni katika wakati fulani, wapendwa, wazao wa moto, ambapo yani ni wakati ambapo demoni za utajiri wa hali inayoonekana zitaanza sasa kupata mamlaka juu yao, zitafanya kutoweka hali yake ya kiroho, yani awe mtu wa hivi, kwa sababu sehemu ambapo hata ule ukweli ungeenda kutulia, yani ni pesa sasa ndio zimeingia sasa hapa, yani ni tamaa za fedha ndio zitasumbua hata kuhusiana hata na ukweli. Yani mambo ya utajiri wa hali inaonekana ndio unachukua sasa nafasi. Ndio maana kitabu cha Mienge ambayo taita Zaburi 41:9 nasema, unabii kuhusu mmoja wa wawili, yeye ambaye nina amani naye, ambaye ninamwamini na ambaye alikula mkate wangu, alikaliwa na demoni za utajiri wa hali inayoonekana kwa muda mfupi. Kwa hiyo kupenda kuambia na kuonyesha kwamba demoni hizo za utajiri wa hali inayoonekana, ndugu zangu, zinafanya kazi pamoja na demoni za kidini na demoni za kivita. Namna gani? Maana ili kwamba waende kuweka watu katika utumwa kupitia demoni, aweza kupitia hizo dini, lazima kutakuwepo na demoni za kidini. Wataleta mafundisho ya uongo kama jinsi nilivyosema. Sasa wale watakao kataa, lazima watapigwa fimbo, watauawa. Hapo tunaona demoni za kivita zitashughulika na hayo, lakini pia wanatakiwa kuwa na fedha. Wengine watahonga, wengine watafanya hivi, kutoa hongo ndio namaanisha. Kuna mara watasafirisha vitu, watasafiri kutoka huko na huku, wanatakiwa kuwa na pesa. Kwa hiyo pia hata demoni za utajiri wa hali inaonekana zinakuwa pamoja nao na kadhalika. Ndio maana kitabu cha Kudumanemu sura yake 53 kumrazi 79 hadi 80 nasema, Jokisabe akamjibu Lakisabe hivi, kuna nukta mbili, yeye ambaye nitampa kipande kilicholowa, na baada ya kulowesha kipande hicho, kuna mabano, ili kukifanya lahini, ili niweze kusaga misheni yangu vizuri, alinipa mimi Soma. Hapa ni nani? Wanaongelea Soma ambaye wataita Yuda Iskariota, wakati ambapo wanasema kwamba alipomsaliti Yesu, lakini tunajua kwamba Soma yeye si msaliti. Mara tu kipande hicho kilipotolewa kwangu, shetani mudima bobero mbai alinivuvia mimi Soma tangu ufalme wake kupitia lango lililofunguliwa na demoni za utajiri wa hali inayoonekana. Jokisabe aliambia roho yangu, rafiki yangu, hata yale ambayo nafsi yako imeongozwa kufanya, lakini kumbuka wakati unapofika ambapo jogoo wa ajabu, huyo jogoo wa ajabu alikuwa wa rangi gani na alikuwa wa nani? na rangi ambayo sitasoma hapa kwa sababu ni mafundisho mengine. Atawika saa ya mpasuko. Nimefunga mambo mengine kwa sababu sio lazima hapa, mafundisho haya yahusu hili ambayo tungesoma hapa. Kwa hiyo kupenda kusema kwamba wakati ambapo Soma ambayo utaita Yuda Iskariote atakapopewa ule mkate ambao umeloweshwa moja kwa moja, hapo ndipo shetani mlima bobe akiwa katika ufalme wake ndipo atakapomvuvia. Sasa ndani ya Biblia za sasa wanasema kwamba shetani alimwingia Yuda wakati wako kwenye meza chakula cha mwisho pale, na Yesu yuko karibu, na shetani akaingia ndani mwake. Katika ukweli sio hivyo, alivuvia kwa sababu kulikuwa tayari mlango ambao umefunguliwa kupitia demoni za utajiri wa hali inayoonekana. Ndipo sasa mlango huu ukafunguliwa na akapita hapo akiwa katika ufalme wake. Kipengele cha 5, asiyeanzishwa aliyeneemiwa.
Huduma Nemo la sura yake 44 mstari wa 7 inasema, sehemu nyingine ikaanguka penye udongo mzuri, kuna mabano, asiyeanzishwa, aliyeneemiwa, ilitoa matunda mengi. Huenda wengine watajiuliza, ni kwa nini udongo mzuri utawakilisha asiyeanzishwa, aliyeneemiwa na si aliyeanzishwa? Si aliyeanzishwa, yeye hana tena haja ya mbegu, maana anayo mbegu tayari ndani mwake, kwa sababu yeye ni mtu aliyeanzishwa. Ndio maana yake. Ndio maana kitabu cha Uonja sura yake 42 mstari wa 3 nasema, neno la Loba litamimina maji, kuna mabano, mundi ambayo wataita Roho, juu ya ardhi yenye kiu, kuna mabano, asiyeanzishwa, aliyeneemiwa. Tunaingia ndani. Maana yake ni nini hapa? Kwanza tumeona kwamba kuna mpanzi atakayetoka ambaye atawakilisha moto, na yeye tena moto ni mpanzi, tena ni mbegu. Sasa mtu ambaye ni mwanamke atawakilisha udongo, na wakati wa kuwa katika njia, ina maana kwamba kuna uzao wake ambao unazaliwa na mbegu inaendelea kupandwa, yaani hiyo mbegu ambayo ni mafundisho, sheria ambazo watoto wake nayo pia anazaa, lakini wanatakiwa kushika sheria, mafundisho ambayo wanafundishwa, au ni wazao wa moto. Sasa tatizo ni kwamba baadhi ya mbegu hizo hazitaingia kati ya watoto wake kutokana na hali zao. Ndio maana wakati huo wanaweza wakatoa mafundisho, wengine watakuwa na ugumu wa kuelewa yale ambayo yanatendeka. Ni kama muda huu, au watu walio katika weusi wote walio katika hizo dini kwa wakati huu, na ambao baadhi wameshawahi kusikia ukweli, lakini hawapendi kutoka katika ujanja, kwa sababu au ni watoto wa moto ambao wana ugumu, yani wanasongwa na hizo demoni, zimeshawashika kwelikweli, hizi demoni zote ambazo tumezitaja hapa. Wanaabudu miungu ya uongo, miungu ambayo imeletwa na wakoloni wazungu na damu mchanganyiko, ndio wanaabudu kwamba hiyo miungu ndio itawafanya kwamba wapate kuokolewa, kwamba waingie katika paradiso. Unaona, yani wameshikwa na hizo demoni ambazo ni uzao wa moto, ambao udongo, yani mbegu zilienda, lakini kwenye mawe, kwenye mihiba nini, kwenye njia, haiwezi kakaa. Ndio maana unaweza ukaongea namna gani, lakini hawawezi wakapenya. Lakini sehemu nyingine ya moto, ya uzao wa moto, ambayo ni kuhusiana sasa na demoni za kivita, kwa sababu hawa walio katika dini ni demoni za kidini. Sasa wanapofanya hiki na kile, wakikataa udani huu uongo wao, demoni za kivita nazo pia zinaingia kuwatisha, wanakuwa na hofu katika, ukifanya hivi utaenda kuungua, ukifanya mambo kama hayo, mafundisho ya uongo ambayo yanawafanya wawe na uoga wa hali ya juu. Sasa kuna sehemu nyingine kuhusiana na demoni za utajiri wa hali inayoonekana, ambazo zitawavamia pia, zitavamia baadhi ya uzao wa moto, bali kundi lingine la wana wa moto sasa wao watapata neema, maana watakubali ukweli. Kwa hiyo ikiwa mnataka kabisa kuelewa, ndugu zangu, siri iliyofichika ya mpanzi, tambueni kwamba mfano huu unao vipengele mbalimbali na katika hali mbalimbali. Niliwaonyesha hali iliyofichika kuhusiana na hii ambayo ilionyesha kwamba hizi ziliwakilisha moto, ndivyo tulivyoongea, ambaye ni mpanzi tena ni mbegu, na tukaona kwamba udongo ni nani? Ni mto, mwanamke, na njiani, anapoenda njiani, yani ni wazao wake wanaozaliwa kulingana na mzunguko. Na pia kuna mashambulizi ya demoni ambazo tumeona, hizo demoni zote hizo aina, sasa wao wanatakiwa kupambana ili wazishinde. Na upande mwingine tumeona kwamba kweli mpanzi ni Jokisab, ambaye ni Kristo wa kweli anayekuja kuleta neno la ukombozi. Sasa yeye ataanza sasa kufunua hali ya watu ambao wamewakuta, hali sasa ya wana wa moto gisi walivyo. Wengine wanavamiwa na hizo demoni za utajiri wali wanaonekana, wengine ni demoni za kidini, wengine ni demoni za kivita na kadhalika, mamengo mamadiba, hizo demoni zote. Kwa hiyo na upande mwingine sasa, ambao ni upande wa tatu uliofichika, mfano wa mpanzi utawakilisha tena mtu asiyeanzishwa. Sikilizeni kwa makini. Huyo mtu asiyeanzishwa, yeye atapita katika mizunguko mbalimbali, yeye atapambana dhidi ya hali mbalimbali za ufahamu wake alio nao, atapambana na aina mbalimbali za demoni, na mwisho
anapata neema, anaokolewa. Kwa hiyo inaweza ikawalisha tena mtu mmoja, yani asiyeanzishwa tu, ambaye atapitia haya yote, lakini mwishowe sasa anapambana na hiyo asili yake ambayo si nzuri, bam, hadi anapata neema, anakuwa mtu asiyeanzishwa, aliyeneemiwa. Kwa hiyo msikilize kwa makini, nimesema ni mtu mmoja ambaye pia ni hiyo njia tena, na hiyo njia sio kwamba za udongo, sio kwamba umegawanyika, no, ni moja. Ufahamu wake wa kwanza, sikilizeni, ufahamu wake wa kwanza wa huyo mtu umetawaliwa na demons za kidini, ataendelea kupambana. Ufahamu wake wa pili umetawaliwa na hizo demons za kivita, ataendelea kupambana. Ufahamu wake wa tatu umetawaliwa na demons za utajiri wa hali inayoonekana, anatakiwa kupambana. Sasa atafikia muda wa kutafakari, wa kurudi ndani mwake mwenyewe, ajiulize maswali, hivi ninavyofanya niko wapi hadi muda huu? Sasa baada ya kurejea katika utu wake, ndipo sasa atapata neema, kwa sababu hiyo neema hawezi akaileta yeye mwenyewe. Kwa hiyo atapata hiyo neema, na ndio maana sasa ataitwa mtu asiyeanzishwa, aliyeneemiwa, maana yake aliyepokea neema sasa, ili kuondokana na hiyo aina yote ya hizo demon. Ndio maana kitabu cha Uonja sura yake ya 42:3 inasema neno la lugha litamimina maji, yani mundi, juu ya ardhi yenye kiu, yani asiyeanzishwa, aliyeneemiwa, na vijito, kuna mabano, baraka, juu ya ardhi iliyokauka, kuna mabano, asiyeanzishwa, aliyeneemiwa. Yeye kama mundi musangi atamiminwa juu ya jamii yako, na baraka yake juu ya uzao wako unaojulikana. Ndio maana Uonja sura yake ya 58 mstari wa kwanza nasema, inukeni ewe taifa, inuka, kumrazi, inuka ewe taifa lisiloanzishwa, lililoneemiwa, uangazwe, kwani nuru inafika, na udhihirisho wa utukufu wa lugha unainuka juu yako. Kwa hiyo ndugu zangu, ni Jokisabe ndiye nuru hiyo. Ndio maana anazungumza katika mfano, Loba anaendelea kujitukuza.